Mtazamaji wa Chemba Talk Show, tumekuwa tukizungumza sana juu ya kilimo cha kiikolojia na leo hii moja kwa moja tumefika mashambani kabisa, mashambani kwa ajili ya kuweza kuona kilimo hiki kinafanya nini. Na hapa tupo kwenye shamba la mfano Msungua mkoani Singida. Je, tunaenda kugundua nini, kuelewa nini juu ya kilimo cha kiikolojia ambacho kilimo hiki tumekuwa tukikizungumza kwa muda mrefu kupitia redio, kupitia YouTube zetu hizi kwa ajili ya watu kuweza kufahamu umuhimu na ubora wa kilimo cha kiikolojia. Sasa nimekuja shambani moja kwa moja na nakutana na mzee wetu mstaafu, mzee Salum Athumani. Yeye aje kutuelezea. Kwanza moja, tupo kwenye shamba ambalo lina kilimo cha kiikolojia. Mazao unayoona hapa nyuma ni kilimo ikolojia. Je, anatuambia nini mzee? Salamu alaykum. Alaykum salam, karibu sana. Asante, uko vizuri? Niko vizuri. Tumekutana tena leo. Nashukuru sana, Mungu atupe uzima. Asante. Naam, huyo ni mzee Salum Athumani. Kwanza jitambulishe mwenyewe waweze ku. Mimi kwa jina naitwa Salum Athumani, afisa kilimo mstaafu toka halmashauri wilaya ya Singida. Aishi hapa kijiji cha Msungua na bahati nzuri nimekuwa nikiendesha vipindi vya kilimo cha ekolojia kabla sijastaafu. Na mpaka mdau bado naweza kuulizwa maswali na wakulima. Kwa hivyo hapa tulipo ni shamba la mahindi ya kienyeji ambao tulizungumzia kilimo cha ekolojia tutumie mbegu za asili. Tumeangalia mtama na mahindi ya asili. Mojawapo mahindi ya asili tulisema rangi zake huwa zina aina nyeusi kama hii na mengine kawa na aina weupe kama huu. Kwa hivyo mbegu iliyopo ni aina katumbili, ni ya kienyeji. Kwa hivyo na yenyewe inachukua muda mfupi na inakomaa. Haya mahindi yana kama miezi miwili ulivyoyaona hapa. Na afya yako umeiona. Na matumizi yake mimi natumia samadi. Situmii mbolea za kisasa. Kwa hivyo ni kilimo ambacho hakidhuru udongo. Wale wadudu rafiki hawawezi kudhuriwa chini ya udongo. Kwa hivyo ni matumizi ya mbolea za asili kama samadi na upandaji kutumia mbegu za kienyeji. Kwa hivyo baadhi ya wakulima mashamba ambayo tumeyapita wengi umeona nimekuonyesha ya kienyeji na mbegu za kisasa. Na katika vipindi vyetu tumezungumzia na mbegu ambazo zinavumilia ukame. Kwa hivyo mbegu za asili natakuwa tuzitunze na kuwa na benki ambayo baadaye watu wameanza kuzihitaji kama tulivyofanya kwenye kipindi cha nyuma ulivyokumbuka ndugu mtangazaji. Tuligawiwa wakulima mbegu aina kama hii. Kwa hivyo kama wanazo leo wanaona mfano hai uliopo hapa. Asante sana ndugu mtangazaji. Naam, mara baada ya utambulisho huo, mtazamaji wa Chemba Talk Show, ninao furaha kwa sababu mimi ni mkulima. Bila shaka nikiona vitu kama hivi vinanifurahisha kweli. Kwa nini watu walime kilimo cha kiikolojia mzee Salum? Kilimo cha kiikolojia ni kilimo rafiki ambacho hakiharibu mazingira. Kwa sababu ukitumia kemikali ukikwama mwakani huwezi kupata chochote. Lakini ukitumia kama samadi inasaidia kurutubisha udongo, kuhifadhi maji. Kwa hivyo ulivyopita mashamba ambayo yametumiwa samadi ambayo tumeyaona mengi yamestawi. Hata uzaji wako mahindi unafurahisha. Na inatumika zaidi ya miaka hata 3. Tofauti na mbolea za kisasa kila mwaka natakiwa utumie. Sawa, kwenye vipindi vyetu ulikuwa unatuambia kilimo cha kiikolojia mahindi yake yanazaa mawili. Na nimejaribu kuangalia hili. Naona kuna hiki hapa na kuna hiki hapa. Ndio. Hii inasababishwa na nini? Ni uzaji wa mbegu na tukomea na hali matumizi ya mbolea samadi. Kwa hivyo pakiwa na rutuba 2 mpaka 3 unapata. Kwa hivyo ni mbegu ambazo ni nzuri. Na sasa hivi nashukuru wakulima wengi wamenipigia simu kupitia vipindi vyako hivi. Wamenifuata nyumbani mawagawia mbegu na wamesifu walizonazo hizi mbegu. Akiba niliyokuwa nayo. Kwa hivyo ni kitu ambacho kiendelezwa. Hata serikali yenyewe inapigia debe. Watu walime kilimo cha ekolojia. Tulinde mazingira. Ardhi zimekuwa ndogo, tunza sehemu ndogo ikutunze muda mrefu. Kwani kilimo ekolojia ni nini? Kilimo cha ekolojia ni kilimo ambacho hakiharibu mazingira. Ni kilimo ambacho huwezi kubughudhi ile sehemu. Hata wale wadudu rafiki huwezi kuwazuru. Ni kilimo ambacho ni rafiki katika mazingira. Kwanza mazao yake uzalishaji wake hutumii madawa makali au kemikali. Kwa hivyo ni kutumia mbolea za asili ambazo ni rafiki katika familia. Hata chakula chake kinachozaliwa hakina madhara kuliko vinavyotumika yale makemikali. Sawa, kuna sehemu tulipita ulisema kwamba huu ni mtama. Ukoje kwenye kilimo cha kiikolojia unafanyaje mtama? Mtama kiikolojia mtama unavumilia. Hata jua likiwaka urahisi kuja kuchipua mvua ikirudi. Ndio maana umeona hata ule tupopita hilo shamba ule mtama umevumilia. Mwanzo Januari mvua ziligoma.
lakini ule mtama hukuzurika ulivyouona na umeanza kuchanua. Na bahati nzuri mvua zimeanza tarehe 3 mwezi wa pili. Na karibu mwezi mzima mvua zipo. Kwa hivyo nikumshukuru Mwenyezi Mungu kutokana na hali yao tulikuwa tumeambiwa, lakini Mungu ameleta vitu vyake, ni kumuomba. Huo ndio ukubwa wa Mungu. Ndio ukubwa wa Mungu. Hali ya hewa imesema hivi na Mungu naye akaleta unafuu wake, watu wana amani. Kwa hiyo mwaka huu tutegemee mambo mazuri kwenye upande huu wa mahindi. Mwaka huu au mazao kwa ujumla. Kwa ujumla mazao yatapatikana. Mvua imenyesha kutosha na mavuno yatakuwa mazuri tu. Kikubwa wakulima ni kuzingatia zile kanuni za kilimo ambazo tunazungumziaga. Waendelee kupalia mashamba kama unavyoona papai peupe. Kuondoa ile majani yasishindane na mimea. Na watakuwa mazao mengi kwa sababu sasa hivi umeona watu wanalima mpunga, wengine wameanza kulima mihogo, viazi. Kwa hivyo chakula kitakuwa kingi. Kikubwa mtu ajishughulishe kuliko kuiacha mvua inapita hivi. Na dalili ya mvua bado inaonyesha ni kubwa. Kwani hata huo mpunga pia unaweza kulima kiikolojia? Kiikolojia hatutumii mbolea sisi. Na unakatakata ile majani yanaoza, unakuja unavuruga, unapandikiza mpunga wako unaendelea. Hamna tatizo. Kubwa maji yawepo tu. Kama unavyoona maji yamejaa, sehemu zote maji yamejaa tulivyopita njiani. Kwa hiyo kilimo cha mpunga kinaenda vizuri. Sasa Mzee Salumu. Ndio. Huu tutarajie tutakula lini? Mahindi na imani mwezi wa 4 tutakuwa tumeyala ya mahindi. Mwezi wa 4. Wa 4. Yatakuwa tayari. Na imani nataka yakomae. Kuna baadhi ya mahindi kwa mfano ile shamba kule yamekaribia. Nataka nije nikuvunjie nikuletea aina ya mahindi ya kienyeji na Lubango na DK. Uje utamu ukoje. Utakuwa unapenda hii mbegu kuliko haya mengine leo kutajia. Sasa usimsahau director wangu Jamaluddin Abu. Na nitawapigia simu, nitakuja mtanipokea. Ili na yale mahindi haya. Leo unajua wazee wale watu wa kisasa hawa. Haina hata kibidi na imani mvua zitakuwa zimepungua, nitatumia gari yangu hata mletwe mje mbebe mrudishwe, sio kuhangaika na pikipiki tena. Sawa, unawaambia nini sasa wale ambao wanatutazama sasa hivi kupitia Chemba Talk Show? Mambo ni mazuri kweli. Unawaambia nini? Mimi ninachotaka kusema, jamani, tusipuzie mbegu za asili. Ni kitu ambacho cha utamaduni wetu. Mababu na mababu walitumia hizo mbegu mpaka tumezikuta. Na tukizitunza zina manufaa yake. Sasa hivi watu wanahitaji kupata hizi mbegu, hazipatikani na zimekuwa ni ngumu. Baadhi ya watu wameanza kuzalisha benki tulivyozungumzia kwenye vipindi. Kwa mfano kina Rehema Ilongero, wakina wale watu wa Munyangu kule, Unyangwe. Kwa hivyo ni watu wakulima ambao wameelewa mpaka uelewa wa asili. Kwa hivyo turudishe na mbegu za asili. Tusitegemee mbegu za kisasa. Ndio maana zingine zinachachuliwa unapata hasara. Lakini mbegu ya kienyeji unaweza kujizalisha mbegu mwenyewe. Unaondoa hii ya mwanzo na hii ya mwisho, ya katikati unachukua, unazalisha mbegu yako mwenyewe mkulima, unakuwa na mbegu ya kutosha. Sawa, sasa mzee wangu, wakati tunaendelea wewe tuingie tu ndani, achana na Jamaluddin. Twende huku unaniambia. Naona hapa amenawili. Yamenawili. Kuna mbolea kwani humu ndani? Hapa nimeweka ni mbolea ya asili tu. Ndio maana iko chini hapa, ndio unavyo yalivyo. Twende. Ndio yanavyopendeza. Yamependeza kweli. Yanavyopendezwa ndio. Sawa. Na yameweza kubeba kama hapa unaona. Naambia mwezi wa 4 tutayala kama mwezi wa 4 mwingine ameshaanza kubeba. Yameanza kubeba. Kama unavyoyaona. Haya yako mawili lakini yanapendezwa na yao. Yanapendezwa na. Unaona kama yameanza kubeba. Na hapa haiwezi kunyonya na chochote kwa sababu unasikia kwamba ukilima kile kilimo mseto. Hebu uambie kwanza pale. Kilimo mseto ni nini? Kilimo mseto unaweza ukachanganya. Kuna shamba ambalo tutaenda utaona maharage hapo shambani. Unachanganya maharage au kunde. Ni kilimo ambacho mseto kwa sababu ukiweka kilimo kama kile, hizo mbegu za mikunde hii inasaidia kuongeza mavuno na yanaongeza rutuba ndani yake. Ila hapa nimeweka ni mahindi matupu. Ila kuna shamba ambalo utaenda kuona maharage yanavyopendeza pamoja na mahindi yake. Kwani kilimo mseto kinaweza kuathiri mazao mengine? Hakiathiri. Kikubwa utumie mbegu ambazo zinatambaa chini, zinasaidia kufunika majani pamoja na ambayo hayashindani chakula na mmea. Kwa mfano hapa yenyewe anazalisha. Hapa ungepanda na choroko labda. Choroko hana tatizo, hata nikipanda kunde, maharage hana tatizo. Kwa hiyo kumbe inawezekana kulima kilimo mseto. Kilimo mseto. Kina faida gani? Kina faida kwa sababu unavuna mazao mawili kwenye sehemu moja. Ukavuna maharage hapo, ukavuna na mahindi au ukavuna na kunde hapo. Twende basi tukafunge kule. Ndugu yangu Jamaluddin, nakushukuru sana kwa sababu wewe umekuwa kiunganisho mahususi, na nikwambie tu kwamba leo tumekuja hapa Msungua. Lengo lilikuwa ni kuangalia mfano, lakini sio mfano kwa sababu uhalisia wa kilimo ikolojia, na ndugu yangu mzee wangu Salum Athumani, yeye ni afisa kilimo mstaafu,
ameweza kutuambia vizuri kabisa namna ambavyo inavyokuwa, lakini kilimo cha kiikolojia. Leo tunaona kwa macho yetu namna kilimo hichi kinavyokuwa, mazao yamekuwa mazuri, na mtazamaji, kupitia hapa Chemba Talk Show utapata kufahamu mengi kupitia kilimo ikolojia. Nami naitwa Amini Nyaungo. Asante sana pia Just Communication kwa kuweza kutuwezesha kufika maeneo haya. Niwaambie tu kwamba asanteni na siku njema.